Kwa hiyo akatufanya kuwa wafalme. Anaposema kutufanya kuwa wafalme, hapa kuna kings. Kwa hiyo akatufanya kuwa wafalme. Sasa Yesu Kristo ni mkuu wa wafalme, na tumeona kwamba anatufanya kuwa wafalme. Kwa hiyo ni mkuu wa wafalme. Tuombe. Asante Baba wa mbinguni kwa somo hili, na nakushukuru na kuinua, maana umependa niweze kulinena. Niwezeshe na nifundishe, nipe cha kusema, nitumie tu. Wezesha msikilizaji akapata kusikiliza na kutafakari, ili tuweze kukamilishwa kwa neno lako. Jina lako litukuzwe kwa jina la Yesu. Amina. Sasa tutaangalia historia kidogo ya ufalme wa Mungu. Maana Mungu ana taifa, au tunaweza tukasema taifa la Mungu. Mungu ana taifa ambalo alilitenga, na anapolitenga analichukulia kama sehemu ya utawala wake. Mungu anatamani, au Mungu anatamani watu wake wawe katika chini ya miliki yake, yaani anakuwa na waongoza, wanakuwa chini ya mfumo huo. Sasa kuna vipindi Mungu aliteua watu wake na akawa anaongoza. Baada ya kuwateua, kuna wakati walianguka na kuna wakati alikuwa akiwaokoa, na mwisho wa siku watu hao bado wakaanguka na bado atawaokoa. Sasa msomaji, maana kwa sababu nimesema ni historia, tutaanza na Mwanzo 12 mstari wa kwanza. Mwanzo 12 na mstari wa kwanza ni historia, alafu tutakuja kuona kwa nini hii historia imekuja, ambapo itakuwa ni hitimisho, yaani summary au conclusion ndio imebeba msingi wa somo hili. Lakini hapa tunajaribu kuangalia historia na vipindi ambapo Mungu anapoita taifa, mchakato gani uliokuwa ukiendelea na mwisho wake ni nini, maana na sisi tupo katika sehemu ya taifa hilo. Soma andiko. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Ati nini? Nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabarikia wakubarikiwa, naye akulaania nitamlaani. Simama. Tunaona Mungu anamuita Abrahamu. Hapo alikuwa hajawa Ibrahim, alikuja kambadilisha baadaye, tunajua. Alimuita Abrahamu atoke kati yake, na Abrahamu alitoka akawa ameelekea Kanaani. Lakini tunaona Mungu anamwahidi kwamba atambariki na atakayemlaani atalaaniwa. Lakini pointi ya msingi hapa ni kwamba Mungu aliahidi ya kwamba atamfanya kuwa taifa kubwa. Ndio pointi ya msingi. Maana tunaangalia taifa la Mungu, tunaangalia ufalme wa Mungu, tunaangalia utawala wa Mungu, tunaangalia watu wa Mungu. Vyovyote utakavyochagua utaweka hapo. Kwa hiyo tunaona Ibrahimu anaitwa na Mungu, na Ibrahimu akatoka. Kwa hiyo unapoitwa na Mungu unatakiwa utoke. Wengine tulikuwa huko lakini tumetoka, na wengine hatukujua kama tumeitwa lakini tulijikuta tunatoka. Sasa Ibrahimu anapoitwa, Ibrahimu alitoka, na Mungu akamwahidi ya kwamba atafanya watu wake, uzao wake kuwa taifa kubwa. Na tunaona ya kwamba baada ya kutoka, taifa hilo linakuja kupitia watoto wake. Tunamuona Isaka, tunamuona Yakobo. Yakobo wanapozaliwa na njaa inapotokea, tunaona wanakwenda Misri, na walipokwenda Misri wakakaa huko, na wanapokaa huko bado walizidi kuongezeka na wakawa wengi. Kutoka 1:7. Kwa hiyo tunaona wanaongezeka, wanakuwa wengi. Sasa wanapokuwa wengi, taifa linaongezeka, yaani watu wanaongezeka, ambalo ndilo taifa linaloongelewa hapo. Soma andiko. Na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana. Ati nini? Wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno na kuzidi kuwa wengi. Nao wakaendelea na kuongezeka nguvu, na ile nchi ilikuwa imejawa na wao. Basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri, asiyemjua Yusufu. Akawaambia watu wake, angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Haya, na tuwatendee kwa akili. Basi mama, hiyo historia tunaijua, sitaki kwenda mbali. Kwa hiyo tunaona walipokwenda kule wakazaliana, wakawa wengi, na mfalme wa Misri anainuka, anasema kwamba wanataka kuwapita wao. Mwisho wa siku akawa amewatumikisha, maana alisema kwamba
watoto watakaozaliwa kama ni wanaume inabidi wauawe. Hicho kisa mnakijua. Kama ni wa kike waachwe. Lakini wanawake wale wa Kiebrania, maana kulikuwa na siku moja mjadala hapo kuhusu hiyo. Wana wa Kiebrania mwisho wa siku wakawa wanafanyaje? Maandiko yanasema walikuwa ni wacha Mungu. Wanawake wa Kiebrania walikuwa wanazaa sana. Walikuwa wanazaa kwa nguvu, wanazaa watu wengi. Kwa hiyo wale wakunga walikuwa hawaui, walikuwa wanawaacha. Lakini mwisho wa siku sasa ndio Farao anakuja sasa anaanza kuua. Tunajua kisa cha Musa. Mungu mpango wake bado ulitimia, lakini sio hoja yangu huko. Kwa hiyo tunaona ile taifa likaongezeka. Lakini taifa linapoongezeka sasa yule mfalme alivyoinuka akaanza kuwatumikisha ndani ya Misri. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa shahidi kwamba taifa litakuwa kubwa, Mungu akawatoa kwa kupitia Musa na huku wakiwa wengi. Kumbukumbu la Torati 10:22. Kumbukumbu la Torati 10:22. Kwa hiyo Mungu anawatoa Misri. Sasa anawatoa maana maandiko yanasema walienda wakiwa 70 lakini wanatoka wakiwa wengi. Soma maandiko. Baba zako walishuka Misri na watu 70. Ati nini? Baba zako walishuka Misri na watu 70. Na sasa Bwana Mungu wako amekufanya kama nyota za mbinguni kwa wingi. Unaona? Kwa hiyo walienda 70 lakini wanapotoka wakatoka wakiwa wengi. Na kumbuka Mungu aliahidi ya kwamba atawafanya kuwa kama nini? Lakini kumbuka katika kipindi chote hicho hawakuwa na mfalme. Katika kipindi chote hicho hawakuwa na nini? Mfalme. Sasa hawakuwa na mfalme, lakini baadaye sasa wakaanza kudai wafalme. Maana Mungu alikuwa amewawekea waamuzi. Mfano katika kipindi cha Samueli alichukua wanawe wakawa kama waamuzi ambao wakuamua. Lakini mwisho wa siku wale waamuzi, watoto wa Samueli, alikuwa Yoeli na nani yule? Yoeli na Abia. Wakawa wanakula rushwa. Walivyokuwa wanakula rushwa, sasa watu hawakupendezwa nao. Kwa hiyo walifanya mabaya machoni pa Bwana. Sasa walipofanya mabaya machoni pa Bwana, ndipo wana wa Israeli wao wakataka sasa wapate nini? Mfalme. Maana walikuwa wameona kwenye mataifa kwamba mfalme atakaye kuwa anaenda kuwapigania dhidi ya wafalme wengine. Mfalme na wao waonekana kwamba wana kiongozi, lakini mpango wa Mungu haukuwa hivyo. Maana Mungu alitaka yeye ndio awe mfalme. Sio hata hizi tawala za sasa hivi. Si mpango wa Mungu. Mungu alitaka watu wake waongozwe na yeye mwenyewe. Mungu alitaka watu wake waongozwe na yeye mwenyewe. Hebu nisaidie Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza 8. Anza 1. Kimbia maana hiyo sura inasema hata Samueli alipokuwa mzee aliwafanya wanawe wawe waamuzi juu ya Israeli. Alifanya nini? Wanawe wawe waamuzi juu ya Israeli. Na jina la mwanawe mzaliwa wa kwanza aliitwa Yoeli. Na jina la pili Abia. Walikuwa waamuzi katika Beersheba. Anasema ila wanawe hawakwenda katika njia zake. Unaona? Hawakwenda katika njia zake. Bali waliziacha ili wapate faida. Wapate nini? Wapate faida. Wakapokea rushwa. Wakapokea nini? Rushwa na kupotosha hukumu. Soma 7. Kwa hiyo walipokea rushwa na kupotosha hukumu. Kwa hiyo wakawa wamekataliwa. Soma andiko. Bwana akamwambia Samueli. Sasa hapo wakataka waamuzi. Wakataka wafalme. Wana wa Israeli wakataka wafalme. Sasa ndio Bwana anamwambia Samueli kwamba hawakukataa wewe, wamenikataa mimi. Endelea na andiko. Anamwambia Bwana akamwambia Samueli, isikize sauti yangu ya watu hawa katika kila neno watakalo kuambia, kwa maana hawakukataa wewe, bali wamenikataa mimi. Soma 11. Anasemaje? Akasema mfalme atakayewamiliki ninyi. Subiri sasa. Baada ya kukataa, mwisho wa siku Mungu anamwambia Samueli, waambie mfalme atakayewamiliki atakuwa na tabia zipi, atakuwa na sifa zipi. Maana Mungu hakutaka wafalme. Mungu alitaka atawale mwenyewe, lakini akiweka waamuzi. Endelea na andiko. Anasema mfalme atakayewamiliki ninyi atakuwa na desturi hii. Sikiliza, mfalme atakayewamiliki atakuwa na desturi hiyo. Atatoa wana wenu na kuwaweka kwake kwa magari yake
na kuwapanda farasi wake. Endelea. Nao watapiga mbio mbele ya magari yake. Naye atawaweka kwake kuwa maakida juu ya 1000. Maana yake atawatumikisha. Endelea. Na maakida juu ya 50. Na wengine atawaweka walime shamba lake na kuvuna mavuno yake. Na kufanyiza zana zake za vita na vyombo vya magari yake. Na binti zenu atatoa kuwa wafanyaji wa maramu na wapishi na wakaji. Atatoa makonde yenu na mashamba yenu ya mizabibu na ya mizeituni. Siku wengine unasikia ati alipokuja mkuu wa wilaya eneo hili, shamba langu lilipokonywa na mwekezaji fulani. Hamjasikia hizo? Kwa sababu ni sifa za watawala wa kidunia. Sasa tunaona Mungu anamwambia Samueli, waambie mtawala atakayewatawala atakuwa na sifa hizo. Atawatumikisha binti zao. Unaona? Atachukua mashamba yao na vitu kadha wa kadha. Kwa sababu unapoona hata uovu na unaendelea katika mifumo ya utawala, sio kitu kwamba ni jambo jipya, ndio tabia yao. Endelea maandiko. Atatoa makonde yenu na mashamba yenu ya mizabibu na mizeituni yale yaliyo mazuri sana, ili awape watumishi wake. Naye atawatoza ushuru. Atawatoza ushuru wa mbegu zenu na mizabibu yenu. Sasa awape maakida wake. Kwa hiyo Mungu anamwambia Samueli awaambie huyo mfalme atawatoza ushuru. Una duka msingi milioni 1 unakadiriwa 500,000. Endelea na andiko. Anasema TRA yale yaliyo mazuri sana ili awape watumishi wake. Naye atawatoza ushuru wa mbegu zenu. Atawatoza nini? Ushuru wa mbegu zenu na mizabibu yenu. Awape maakida wake na watumishi wake. Atawatoa watumishi wenu na wajakazi wenu na ng'ombe zenu walio wazuri sana na punda zenu, naye atawatia katika kazi zake mwenyewe. Atawatoza fungu la 10. Atawatoza fungu la 10 na makundi yenu. Nanyi mtakuwa watumwa wake. Nanyi mtalia siku ile kwa sababu ya ufalme wenu mliyejichagulia. Bwana asiwajibu siku ile. Soma 20. Anasema ili sisi nasi tufanane na mataifa yote. Wao wakakataa, wakasema tuko tayari hata kama atafanya hayo, sisi tunataka huyo mfalme imnani tu tufanane na mataifa. Kwa hiyo wao wakamwambia wako tayari huyo mfalme afanye vitu kama hivyo. Maana Mungu aliwaonya, yeye hakutaka nini? Hakutaka mfalme. Mungu alitaka awatawale yeye ili awawekee waamuzi watakao kuwa wanaamua kwa haki. Lakini wao wakasema hapana. Mungu akasema huyo atakayewatawala atawafanyia mambo kadha wa kadha, atachukua kodi. Pengine leo tungekuwa tukikimbizana mtaani. Akaamua akasema atachukua kodi na atachukua mashamba yenu. Lakini wao wakasema sawa. Mwisho wa siku Samueli anamwambia Mungu anamwambiaje? Anamwambia sawa, awaandalie mfalme. Soma hapo 11. Samueli kwanza 11. Ndipo Samueli akatoa kichupa cha mafuta akamimina kichwani pake akambusu akasema, je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli? Kwa hiyo Mungu kama ruhusu Samueli ampake mafuta nani? Sauli. Sasa tunaangalia ile trendi ya ufalme mpaka tutakapoishia. Trendi ya ufalme mpaka tutakapoishia. Kwa hiyo sasa akamempaka mafuta nani? Sauli. Na tunajua Sauli alifanya mabaya machoni pa Bwana. Mungu anamwambia futa uzao wa Amaleki, yeye akamwacha mfalme wa Agagi wa Amaleki. Mungu akakasirika. Akaja akatoa dhabihu kinyume cha Mungu. Unaona? Kinyume cha Mungu. Mwisho wa siku alichokifanya tena kingine cha ajabu, kwenda kwa mganga. Akaenda kwa mganga wa kienyeji baada ya Mungu kumkataa. Anamwambia nipandishie, awapandishe pepo. Aanze kumwambia Mungu anasema nini. Unaona? Kwa hiyo sasa Mungu kama Mungu ikabidi sasa amwambie nani? Amwambie Samueli. Samueli akaenda akawa amempaka mafuta Daudi. Soma hiyo 16:1. 16:1. Akawa amempaka Daudi. Tunaangalia historia. Akawa amempaka mafuta Daudi.
Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli? Ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli. Kwa hiyo Mungu alifanyaje? Alimkataa. Soma 13. Maana mwisho wa siku naambiwa aende kwenye familia ya Yese. Aende kwenye familia ya Yese kwa sababu Mungu amemchagua hapo. Lakini anaenda, tunajua hiyo historia, wakaitwa watoto wa Yese, akaachwa Daudi huko porini anachunga. Na maandiko yanasema alikuwa ni mwenye uso mzuri. Lakini mwisho wa siku Mungu hakuruhusu wale wachaguliwe. Akasema, ndio anatoa taarifa kwamba je, kuna mwingine ambaye yupo? Ndio Yesu anasema yupo kijana mmoja yuko huko. Akaitwa, mwisho wa siku ndio anapakwa mafuta kuwa mfalme. Kwa hiyo tunaona ufalme ulikuwa chini ya Mungu mwenyewe. Wao wakadai kwamba wanataka nini? Ufalme. Mwisho wa siku anachukuliwa Sauli, anapakwa mafuta. Sauli anaasi, anapakwa mafuta Daudi. Unaona? Kwa hiyo anapakwa mafuta Daudi. Sasa baada ya Daudi kupakwa mafuta, Daudi naye alikwenda, mwisho wa siku alifanya mazuri. Mungu akasema naye anapendezwa na moyo wake. Lakini mwisho wa siku kuna mabaya naye aliyafanya ambayo Mungu pia hakupendezwa nayo. Kwa hiyo ufalme huo ukapita. Lakini baadaye Mungu tunaona alimbariki na kumwahidi ya kwamba uzao wa Daudi ndio utakaomsimamishia nini? Utakaomsimamishia hekalu. Utakaojenga hekalu. Katika nini? Katika utawala wa mwanawe. Na akasema ufalme huo utafanya kiti cha enzi kuwa cha milele. Ufalme wa mwana wa Daudi. Ufalme wa mwana wa Daudi. Tunaona baadaye, baada ya Daudi kufa, anapokea Suleiman. Hapo naruka. Hapo naruka. Ila ni story kwenye wafalme. Akapokea nani? Suleiman. Baada ya Suleiman kutawala, akapewa hekima. Akawa naamua katika hekima. Akatawala vyema na Mungu akapendezwa naye. Na Mungu akamtajirisha, akampa utajiri na hekima na namna ya kuamua. Lakini mwisho wa siku nani? Suleiman naye anakwenda naanguka. Hii ni funzo, unaweza kaanza vizuri lakini mwisho wa siku ukaanguka. Kilichomwangusha Suleiman ilikuwa ni wanawake. Wafalme wa kwanza 11:1. Kilichomwangusha Suleiman ilikuwa ni wanawake. Soma andiko. Anasemaje? Mfalme Sulemani akawapenda wanawake wengi wageni pamoja na binti yake Farao, wanawake wa Moabi na Waamoni. Na ukiona watu wanatetea wanawake wengi, ujue kuna shida, ni chanzo cha vurugu. Ni chanzo cha uasi. Wewe chunguza mtu mwenye wake wengi. Chunguza. Kuna shida, lazima kuna matatizo hapo. Sasa Suleiman alioa wake wengi. Wake wa kifalme walikuwa ngapi? 700. Masuria 300. Sasa nilikuwa najiuliza, yani sijui ilikuwaje. Hebu endelea na andiko. Anasema binti yake Farao, wanawake wa Moabi na Waamoni na Waedomi na Wasidoni na Wahiti na mataifa Bwana aliwaambia wana wa Israeli msiingie kwao. Kuna mataifa Mungu alisema wasiingie, na aliwapa sheria kwamba wasichangamane na Wamoabu, wasioe binti za Moabu, kwa sababu watakapooa watawasababisha wamwasi Mungu, maana watawashawishi waende kuabudu miungu yao. Na ndiyo Suleiman alipokuhamia hapo. Endelea na andiko. Msiingie kwao wala wasiingie kwenu, kwa kuwa hakika wataigeuza mioyo yenu kuifuata miungu yao. Suleiman akaambatana nao kwa kuwapenda. Akawa na wake 700 binti za kifalme na masuria 300, nao wakeze wakamgeuza moyo. Wakafanyaje? Wakamgeuza moyo. Endelea. Maana ikawa Sulemani alipokuwa mzee, wakeze wakamgeuza moyo wake afuate miungu mingine, wala moyo wake haukuwa mwaminifu kwa Bwana Mungu wake kama moyo wa Daudi baba yake. Kwa kuwa Sulemani akamfuata Ashtorethi, Mungu mke wa nani? Wa Sidoni na wa Milkomu, chukizo la Waamoni. Sulemani akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, wala hakumfuata Bwana kwa ukamilifu kama Daudi baba yake. Sulemani akamjengea Komeshi, chukizo la Wamoabi, mahali pa juu katika mlima uliokabili Yerusalemu, na Moleki, chukizo la wana wa Amoni, na kadhalika ndivyo waliofanya wakeze wa nchi za kigeni. Walifukiza uvumba, wakamtolea miungu ya dhabihu,
Basi Bwana akamghadhibikia Suleiman kwa sababu ya moyo wake umegeuka. Bwana akamghadhibikia kwa sababu anaanza kuabudu miungu mingine. Endelea. Naye amemwacha Bwana Mungu wa Israeli aliyemtokea mara mbili, akamwamuru katika habari ya jambo hilo na jambo hilo asifuate miungu mingine, lakini yeye kuyashika aliyoamuru Bwana. Mungu akamtokea mara mbili, anamwambia, anamuonya. Maana maandiko anasema anawarejea mara pili wale awapendao. Nadhani ni 3:19 Funuo. Anawarejea mara pili wale awapendao, anawaonya. Mungu anamuonya Suleiman kwa jambo hilo hilo, lakini yeye hakusikiliza. Pengine hakuelewa kama anaonywa. Hata sisi pengine tunaonywa na hatuelewi. Mungu alimuonya katika jambo hilo, lakini yeye hakusikiliza. Endelea maandiko. Kwa hiyo Bwana akamwambia Suleiman, kwa kuwa umefanya hayo wala hukuyashika maagano yangu na sheria zangu nilizokuamuru, hakika nitararua ufalme usio wako. Ataondoa nini? Nitararua ufalme usio wako, nami nitampa mtumishi wako. Kwa hiyo akaahidi kwamba atararua ufalme usio wake na atampa mtumishi wake. Sasa hapo alikuwa mtumishi wake alikuwa nani? Yeroboam alikuwa anatenda kazi kwa bidii sana. Nadhani ni 11:28 hapo. Unaona, alikuwa anatenda kwa bidii. Kwa hiyo Mungu akawa ametuma nabii, alikuwa ni Ahia, akamwambia Yeroboam ya kwamba atampa sehemu ya ufalme wa Israeli, nadhani makabila 10. Sasa Suleiman aliposikia jambo hilo akataka kumuua. Sasa alipotaka kumuua ndiye akawa amekimbilia Misri. Baadaye tunaona Suleiman anapokufa sasa anachukua ufalme mtoto wake Rehoboam. Anapochukua ufalme, kabla hajaanza kutawala, yule Yeroboam anakuja. Baada ya kuja akaenda na wazee, wanamwambia sasa, tuambie, tunataka utupunguzie mateso na ile kongwa ambalo baba yako Suleiman aliyokuwa anafanyaje, anatutawala nalo. Mwisho wa siku Rehoboam anasema naombeni siku 3, baadaye mtanirudia baada ya siku 3. Alipoenda katika kushaurisha wazee wakasema wasikilize, lakini hakusikiliza wale wazee ambao walikuwa washauri wa Suleiman. Yeye akatoka akaenda kusikiliza vijana. Na ukiwa kiongozi sio ushauri wa kila yeyote unasikiliza. Lazima utangulie uulize wazee. Mfano, katika nchi hii lazima uchunguze baba wa taifa aliwezaje kututoa katika ukoloni, akatuweka hapo na akaweza kutuunganisha makabila ambayo yalikuwa yanaongea lugha tofauti. Aliwezaje kupambana na kukomboa nchi kupitia diplomasia, na aliwezaje kutuunganisha Watanzania ambao tulikuwa tunaongea lugha tofauti na akatuunganisha kwa Kiswahili. Wakati huo unaweza kaja katikati kipindi cha Mwinyi, alitumia mbinu gani? Hata kama alitumia ruksa, alitumia mfumo upi wa kuweza kuishi na sisi na kututawala bila kuwa na lawama? Unaweza kaja hata upande wa Kikwete, japokuwa katika utawala wake kuna ripoti nyingi sana za ufisadi ambazo zilikuwa zina trendi, lakini aliwezaje kuvumilia matusi? Maana alikuwa anatukanwa. Aliwezaje kuvumilia matusi na watu mpaka wakawa wanatamana si control, lakini aliwezaje kuhandle ile pressure na tukasimama katika umoja tukasonga? Kwa hiyo lazima uulize wazee. Sasa huyu Rehoboam hakufuata wazee, alichokifanya akaenda kuuliza vijana wakasema, wakamshauri upuuzi. Na wale wamshauri upuuzi wakasema, tuna haja gani katika ufalme wa Daudi? Tuna haja gani katika nyumba ya Yese? Ndio chanzo cha ufalme ukagawanyika. Ule unabii aliotoa Mungu kupitia Ahia ndio unatimia, kiasi kwamba ule ufalme ukawa umegawanyika. Makabila 10 yakawa yameenda kwa Yeroboam, na kabila moja ambalo limeunganishwa na Benjamini, lakini maandiko yanasema ni kabila moja, ikawa lipo chini ya Rehoboam. Rehoboam akataka kupanga vita, aende apigane kwa ajili ya kukomboa, akaandaa jeshi, lakini mwisho wa siku Mungu akatuma nabii. Alipotuma nabii kwenda kuonya kwamba msiende kupigana na ndugu zenu, maana hili jambo linatoka kwa Bwana. Leo hii akitokea nabii ashauri, ataonekana ni kichaa. Anaweza kashauri kaonekana ni kichaa, lakini watu wa Mungu walikuwa wanapenda kusikiliza manabii, na manabii maana walikuwa wanatumiwa na Mungu.
ila sasa hivi manabii wa bahari ndio wanavuga nchi. Kwa hiyo mwisho wa siku sasa Yeroboamu akawa amefanikiwa kuchukua ule ufalme. Kwa hiyo kagawanyika. Kukawepo na Yuda, Benjamin chini ya Rehoboamu. Kukawepo na makabila mengine chini ya Yeroboamu. Kwa ndo chanzo cha utawala kugawanyika katika pande mbili. Tupige hatua. Hapo ni historia. Tunaangalia historia. Lakini baadaye sasa hizi falme chanzo chake cha anguko ni nini? Chanzo cha anguko ni nini? Hii ufalme, hebu tutumie maandiko maana hatuko nani. Hebu nisaidie ufalme wa pili 17:1. Ufalme wa pili 17:1. Maelezo sio mengi. Unaambiwa Yesu alijigeuza, mwanzoni alikuwa hivi, akawa vile. Toa andiko. Kwani sijui nini? Shida hizo. Soma andiko. Katika mwaka wa 12 wa Ahazia mfalme wa Yuda, Yoshia mwana wa Ela alianza kutawala juu ya Israeli katika Samaria. Akatawala miaka 9. Akafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana, ila si kama wafalme wa Israeli waliomtangulia. Naye Shalmanesa mfalme wa Ashuru akakoya juu yake. Hoshea akawa mtumishi wake, akampa kodi. Mfalme wa Ashuru akaona fitina katika huyo Hoshea, kwa maana alikuwa amemtuma wajumbe kwa So mfalme wa Misri, wala hakumletea kodi mfalme wa Ashuru kama alivyofanya mwaka kwa mwaka. Kwa hiyo mfalme wa Ashuru, ikibaki dakika 20 niambie. Kwa hiyo mfalme wa Ashuru akamfunga, akamtia kifungoni. Ndipo mfalme wa Ashuru akakwea katikati ya nchi yote, akaenda Samaria, akahusuru miaka 3. Miaka 3. Mstari ngapi huo? Mstari wa 5. Endelea. Anasema katika mwaka wa 9 wa Hoshea, huyo mfalme wa Ashuru akautoa Samaria, akawahamisha Israeli mpaka Ashuru. Kwa hiyo Israeli ambayo tumeona kwamba ilikuwa chini ya Yeroboamu ilichukuliwa na Ashuru. Ambao hata baadaye na wao walikuja wakapigwa na Babeli. Kwa hiyo ilichukuliwa na Ashuru. Sasa nisaidie Wafalme wa pili 25:1. Israeli ile ilichukuliwa na Ashuru. Hii Yuda ikachukuliwa na Babeli. Na kulikuwa na vipindi hapo kama vitatu. Tukianzia kwenye Danieli 1:1. Kulikuwa na kipindi cha pili na kipindi cha tatu, ambapo kulikuwa na maangamizi ya jumla. Soma andiko. Ikawa katika mwaka wa 9 wa kutawala kwake, katika mwezi wa 10 na siku ya 10 na siku ya 10 ya mwezi huo, anasema ikawa katika mwaka wa 9 wa kutawala kwake, katika mwezi wa 10 na siku ya 10 ya mwezi huo, Nebukadneza mfalme wa Babeli akaja, yeye na jeshi lake lote, kupigana na Yerusalemu. Akapanga hema zake kukabili, nao wakajenga ngome juu yake pande zote. Basi mji huo ulihusuriwa hata mwaka wa 11 wa mfalme Sedekia. Siku ya 9 ya mwezi wa 4, njaa ilikuwa nzito ndani ya mji, hata hapakuwa na chakula kwa watu wa nchi. Ndipo mahali palipobomolewa katika ukuta wa mji, watu wote wa vita wakakimbia usiku kwa njia ya lango lililokuwa kati ya zile kuta mbili, karibu na bustani ya mfalme. Basi wale Wakaldayo walikuwa wakiuzuia mji pande zote. Mfalme akaenda kwa njia ya Araba. Lakini jeshi la Wakaldayo wakamfuatia mfalme, wakampata katika nchi tambarare ya Yeriko na jeshi lake lote walikuwa wametawanyika na kumwacha. Ndipo wakamkamata mfalme, wakamchukua mfalme wa Babeli huko. Wakamchukua kwa mfalme wa Babeli huko Rilba. Wakatoa hukumu juu yake. Wakawaua wana wa Sedekia mbele ya macho yake. Wakampofusha macho Sedekia ambaye alikuwa ni mfalme. Wakamfunga kwa pingu. Wakamchukua mpaka Babeli. Basi kwa hiyo tunaona ufalme huu ukachukuliwa mpaka Babeli. Sasa mkumbuke somo ni kwamba ni mfalme wa wafalme au ufalme wa Mungu. Somo ndio hilo. Tumejaribu kuangalia historia. Alianza katawala
Sauli, akaja katawala Daudi. Unaona, baadaye ufalme ukagawanyika. Sasa kuna wafalme waliokuwa wanawekwa hapo katikati, wapo wengi sana kama 20. Walikuwa wanawekwa kulingana na wale wafalme ambao walikuwa wanawatawala kama koloni. Mfano Babeli akitawala na amua anamweka mtu fulani. Kwa hiyo kuna watawala ambao wamepitia hapo. Sasa sisi tuangalie hapo, tunaangalia ile jumla. Sasa baada ya kuchukua Babeli, kuna falme ambazo zimepitia hapo. Tumesoma kwenye Danieli kwamba kulikuwa na wanyama 4. Si ndio hivyo? Si kuna wanyama 4 kwenye Danieli? Ndio. Baadaye sasa tunaona hata kipindi cha Yesu bado hiyo Israeli iko chini ya Rumi. Kwa hiyo waliendelea kuwekwa mateka mpaka kipindi cha Rumi. Sasa nisaidie Matendo 1:6. Matendo 1:6. Walikuwa chini ya utawala au kuna mtu anaandika kwamba waliwahi kupata uhuru wakajitawala wenyewe? Labda kama hatujaenda hapo. Kuna mtu anaandika kwamba baada ya utawala wa Babeli kuchukua wana wa Israeli, kuna muda walikuwa na uhuru, yani wa moja kwa moja. Kwa hiyo walikuwa chini ya utawala fulani. Sasa soma andiko la Matendo 1:6. Andiko, siku moja nimuuliza Biabatu akana nitolea tu macho, badala anipe jibu anashangaa. Soma andiko. Anasemaje? Basi walipokutanika. Kwanza anza 3. 1:3 Matendo. Anasema hivi. Wale walioadhirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40, na kuendelea mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Aliona mambo yaliyohusu nini? Ufalme wa Mungu. Mambo yaliyohusu nini? Ufalme wa Mungu. Maana yake Yesu alipofufuka katika zile siku 40 aliwapa habari za ufalme wa Mungu. Sasa sijajua kama zimeandikwa mambo aliyowaambia, pengine kuna siri hapo. Au pengine hata Ellen White amefunuliwa. Kwa hiyo aliwaambia habari za siri za ufalme wa nini? Wa Mungu. Na sisi tumesema tunaangalia nini? Ufalme wa Mungu. Aliwaambia habari za ufalme wa Mungu. Sasa nisomee 6 hiyo. Anasemaje? Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huo ndipo tuwarudishie Israeli ufalme? Unaona? Kwa hiyo alipofufuka sasa ndio wanamuuliza sasa, Bwana, ndipo unaporudishia Israeli ufalme? Maana tumeangalia katika mlolongo wa historia walikuwa chini ya tawala mbalimbali. Sasa anapokuja anafufuka, wanauliza sasa, umekuja kuwarudishia ufalme? Endelea. Anasemaje? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akiisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote. Basi subiri. Kwa hiyo Yesu anapoulizwa kwamba umekuja kurudishia Israeli ufalme, sasa cha kujiuliza, kwa nini wanauliza kwamba umekuja kurudishia Israeli ufalme? Unaweza ukajiuliza hapo. Dakika ngapi? Bado? Haya, sasa mtu labda nijibu sasa. Muda kumbe upo. Kwa nini wanasema umekuja kurudishia Israeli ufalme? Hawamtaki. Kuna mambo ambayo nitakayochangia hapa, alafu kama una nyongeza utaongezea. Kuna mambo ambayo nimejaribu kuyachambua hapa, kama utakuwa na nyongeza utaongeza. Jambo la kwanza, kwa nini wanamuuliza kwanza kama amekuja kurudisha ufalme? Jambo la kwanza ilikuwa ni unabii ambao uliokuwa umetolewa nini? Okay. Utachangia. Usije ukataja pointi yangu. Unaona, kwa hiyo jambo la kwanza ilikuwa ni unabii ambao walikuwa tayari wanao kuhusu kwanza Masihi angekuja. Unaona? Na maandiko yalikuwa yanasema atakapokuja atakuwa mfalme. Hilo ndio jambo la kwanza ambalo nimegundua ni kwa nini kwanza walikuwa wanamuuliza hivyo.
Msomaji? Nipo. Danieli 2:44. Anasema Danieli 2:44. Jambo la kwanza ni kwa nini wanasema je, umekuja kurudisha ufalme? Haya, anasemaje? Na katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni atawasimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele. Unaona? Kwa hiyo walikuwa washajua kwamba Mungu kuna ufalme atakaoinua ambao hautaangamizwa milele. Isaya 9:7. Isaya 9:7. Isaya 9:7. Kwa hiyo ilikuwa ni unabii ukitabiri kwamba atakuja mfalme. Atakuja mfalme. Kumbuka unabii ulikuwa unatabiri kwamba Yesu Kristo ni mfalme na atarithi kiti cha Daudi. Soma andiko. Maongezi ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe katika kiti cha enzi cha Daudi. Katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake kuuthibitisha na kuutegemeza kwa hukumu na kwa haki tangu sasa na hata milele. Unaona? Kwa ufalme wake utakuwa wa hukumu na nini? Na haki. Sasa ndio wanauliza umekuja kurudishia Israeli ufalme? Maana walikuwa katika mateso ya Rumi. Walikuwa ndani ya Rumi. Sasa je, unapokuja unatutoa katika hili kongwa? Unatutoa katika hili kongwa? Luka 1:31. Tunaangalia unabii ambao ulikuwa umetabiri kwamba atakuwa mfalme. Soma andiko. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume na jina lake utamwita Yesu. Huyu atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Atampa kiti cha enzi cha nani? Cha Daudi baba yake. Atamiliki nyumba ya Yakobo. Nyumba ya Yakobo hata milele. Hata milele. Basi. Kwa hiyo unabii ulikuwa umetabiri ya kwamba atakuja atatawala na atamiliki kupitia kiti cha enzi cha Daudi. Sasa pointi nyingine ambayo ni ndani ya unabii ni unabii wa Zakaria 9:9. Soma hapo kutimia 9:9. Unabii wa Zakaria 9:9 kutimia. Furahi sana binti Sayuni, piga kelele binti Yerusalemu. Tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki, naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda na nini? Naam, mwanapunda, mtoto wa punda. Kwa hiyo amepanda punda na mwanapunda. Haya 21:1 Mathayo. Wanapenda kuitumia Waislamu ati Yesu alibeba punda. 21:1 Mathayo. Anasema hata walipokaribia Yerusalemu na kufika Bethfage katika mlima wa Mzeituni, ndipo Yesu alipotuma wanafunzi wawili akawaambia, enendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mara mtamwona punda amefungwa na mwanapunda pamoja naye, wafungueni mniletee. Na kama mtu akiwaambia neno, semeni, Bwana anawahitaji. Bwana anawahitaji, na mara huyo atawapeleka. Haya yote yamekuwa ili litimie neno la nabii akisema, mwambie binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja kwako, mpole, naye amepanda punda na mwanapunda, mtoto wa punda. Basi. Kwa hiyo unabii ulivyotimia, walipokuwa wakiona hayo, kwa nilivyochunguza nikaona pengine inaweza kawa miongoni mwa viashiria kwamba kuhojiwa ni kwa nini je, amekuja kurudisha nini? Ufalme. Jambo lingine ambalo lilikuwa linamtambulisha Yesu ilikuwa ni ushahidi wa mamajusi. Mathayo 2:1. Ushahidi wa mamajusi ambao ulikuwa ni tishio kwa Herode. Anasema Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode, tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa na mfalme wa Yahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Basi wewe simama hapo. Kwa hiyo ushahidi wa mamajusi unaonyesha kwamba aliyezaliwa ni nani? Ni mfalme wa nini? Wa Wayahudi. Mfalme wa nini? Wa Wayahudi. Kitu kingine kama ishara ni anwani aliyoandikiwa wakati wa mateso. 19:19 Yohana. 19:19 Yohana. Hapo najibu tu ile 1:6 Matendo. 1:6 Matendo.
19:19 Yohana. Anasemaje? Naye Pilato akaandika anwani, akaiweka juu ya msalaba, imeandikwa Yesu Mnazareti. Ati nini? Yesu Mnazareti, mfalme wa Wayahudi. Mfalme wa Wayahudi. Kwa hiyo viashiria vyote hivyo vilimtambulisha Yesu Kristo kama ni mfalme wa Wayahudi. Sasa Yesu anapokufa na kufufuka, anaporudi na kulingana na unabii ambao ukisha kutolewa, wao nilivyo summarize sasa, wao walidhania kwamba anaporudi ndipo anarudi kutimiza hayo. Maana maandiko yalikuwa yamemwandikia atakufa na atafanyaje? Atafufuka. Na kumbuka yeye ni mfalme. Sasa anapofufuka pengine amekuja kurudisha nini? Huyo ufalme. Lakini Yesu anasema si jukumu letu sisi kuchunguza nyakati za mambo Mungu ametuwekea. Wakati ambao Mungu mwenyewe amepanga. Hata leo unakuta tunahangaika. Yesu anarudi kesho kutwa. Yesu anarudi nini? Lakini ule utakatifu, unaona ule utakatifu hatudili nao sana. Natakiwa tunaposema Yesu anarudi, main target iwe ni kumwomba Mungu atutakase. Hiyo ndio target. Lakini ukisema anarudi, hata nani mwabudu sanamu naye anaamini anarudi. Anasema anarudi. Yesu Kristo anarudi. Lakini tukisema kama anarudi na tunajihoji kila siku, inakuwa ni jambo jema. Yesu anasema si wakati wa kujua, na Yesu anasema hakuna jua siku wala saa. Kwa hiyo akili zijue kwamba Yesu anarudi muda wote. Na hata kama hajarudi, unaweza atakufa. Kwa hiyo ukae stand by, usitange eti kwamba unabii unasema 2031 ukagongwa na gari kesho tu asubuhi hapo. Itakuwaje? Kwa hiyo Yesu Kristo target, baada ya kusoma hayo nilijua kwamba baada mambo yote yaliyoshuhudiwa, pengine walidhani kwamba kifo na kufufuka kwake na kuonekana kwake angekuja na kutimiza hayo. Lakini Yesu alikuwa alishafundisha ya kwamba ufalme wake sio wa dunia hii. Yohana 18:36. Yohana 18:36. Alikuwa alishafundisha ufalme wake si wa dunia hii. Kwa hiyo ukiwa unatamani mambo ya dunia hii, hauko chini ya ufalme wa Kristo. Soma andiko. Yesu akajibu, ufalme wangu sio wa ulimwengu huu. Kama ufalme wangu ungekuwa ulimwengu huu, watumishi wangu wangenipigania. Kwa hiyo Yesu alisema ufalme wake si wa ulimwengu huu. Sasa hapo tunaenda kwenye nani? Tumeona kwamba Mungu anamuita Ibrahimu, na Mungu alitaka watawale wao kwa haki, kwa kuelekea waamuzi na kutumia wajumbe wake. Tunaona wao wanataka wafalme, na tumeangalia wafalme kadha wa kadha. Wafalme wako wengi, historia ya wafalme wako wengi, na pengine wanachanganya. Hiyo inahitaji tu mtu akae tulia, some apate uelewa. Mimi najaribu kutoa kama hinti, tupate tu picha mlorongo tunapoelekea. Ndio lengo la kutumia wafalme. Lakini unaweza kusoma kuna muda wanakuvuruga, inatakiwa utulize kichwa. Kwa hiyo sasa tunaona Mungu hakutaka wafalme, lakini wafalme wanatawala, na wafalme wanatawala na pengine hawatawala kwa haki. Hakuna tawala kwa haki asilimia zote. Hakuna tawala kwa haki. Suleiman mwenyewe kuna ambao aliua. Mtu anaenda kwenye sehemu ambapo hapaswi kuuawa, ameshika lakini akaenda akaufia hapo. Nendeni mkamuue pale. Andiko nimesahau. Akamuua pale. Daudi alitembea na mke wa mtu. Kwa ufalme maana yake hakumtendea haki huyo mwanamume. Kwa hiyo ufalme wa kidunia automatic uwezo kupata haki katika ufalme huo. Sasa Yesu kama Yesu anasema ufalme wangu si wa dunia hii. Maana yake Yesu Kristo anapofufuka, maana yake ni hapo ufalme wa Yesu ni ufalme wa kiroho. Yaani sasa ufalme wa Yesu ni ufalme wa kiroho, na Yesu atakuja kuwa mfalme, tunaamini, katika mbingu mpya na nchi mpya, sio katika ufalme huu. Ufalme huu ambapo ukikosoa unakipata cha moto. Kwa hiyo sasa ufalme ulioanzishwa ni ufalme wa kiroho, na ufalme wa kiroho unaenezwa kwa njia ya Injili.
unaenezwa kwa njia ya Injili. Kwa hiyo wanaotarajia ufalme huo lazima wawe wanaueneza kwa kupitia Injili. Sasa kama uhubiri, kuna shida. Naposema kuhubiri, maana yake kuna anayehubiri na kuna anayesababisha Injili isonge. Ukisababisha Injili isonge, maana yake wewe ni mhubiri, sio mpaka ushike maiki. Kwa sasa ufalme huo unaenezwa kwa njia ya kuhubiri. Yaani unapohubiri kama saa hizi, watu wanapoamini, maana yake wanaingia katika ufalme huo. Wanaingia katika ufalme huo. Kwa hiyo Mungu kama Mungu atasimamisha ufalme. Na ufalme huo si tunaita au mimi ningatafsiri kwamba ni ufalme wa kiroho ambao Yesu Kristo baada ya kufa na kufufuka, wale wanaomfuata wanakuwa katika ufalme huo. Ndio maana maandiko yanasema anatufanya kuwa wafalme kwa Mungu na makuhani kwa Mungu ambaye ni baba yake. Na maandiko yanasema watu watakuwa watawala katika nchi. Kwa hiyo Yesu Kristo atasimamisha ufalme wake. Hebu rudia ile 2:44 Danieli. Yesu Kristo atasimamisha ufalme wake, na ufalme wake ni wa kiroho. Anapokuja katika mbingu mpya na nchi mpya unadhihirishwa. Kwa hiyo Yesu Kristo ndiye mfalme. Sio andiko. Na katika siku za wafalme hao, Mungu wa mbinguni, sasa baada ya ufalme huu sasa wa kidunia, sasa huu wa kawaida huu, Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele. Kwa hiyo atasimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele. Hebu nisaidie 17:20 Luka. Yesu Kristo anamuuliza kuhusu ufalme. Anawaambia ufalme upo ndani yenu. Na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza, wala hawatasema tazama upo huku au kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Nasema ufalme wa Mungu umo ndani yenu, maana ufalme ulioanzishwa ni wa kiroho. Maandiko tafsiri zingine zinasema umo kati yenu, within you, umo kati yenu. Sasa nitakuwa mwenye kumalizia, nisaidia Korinto wa 2:13-5. Halafu mwalimu utatoa mchango wako na ikiwezekana utafunga. Soma andiko. Wakorintho wa 2:13-5 anasema, jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani, jithibitisheni wenyewe, au hamjui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu. Yesu Kristo yu ndani yenu. Na tumeona anasema ufalme upo ndani yenu, ufalme upo kati yenu. Maana ufalme umeanzishwa wa kiroho. Isipokuwa mmekataliwa. Kwa hiyo Yesu Kristo yuko ndani yetu, lakini vitu havifanyiki na vitu havidhihiriki vya kifalme kwa sababu tumekataliwa. Yesu alianzisha ufalme, na huo ufalme unaenezwa kwa njia ya Injili, na ametuma watu wake waeneze Injili. Na anapotuma watumishi wake ni ufalme, si ana watumishi wake, si maana yake natakiwa walipe, si anawaajiri. Na sisi ambao tupo ndani ya ufalme, si tunalipa kodi ambayo ni zaka. Ndio maana usipozilipa zaka unaambiwa wewe ni mwizi, wewe unakuwa unaiba, unakwamisha utawala wa Mungu, ufalme wa Mungu unaokwamisha. Kwa ufalme wa Mungu unaenezwa kwa njia ya Injili. Ukiwa ufanyi mpango wote ule kwa namna yote ile kueneza Injili, maana yake unaukwamisha, na kama unaukwamisha, wewe nawe utakataliwa. Mungu awabariki. Mwalimu, kama unanyongeza. Asante tumishi wa Mungu. Somo si utafunga tutuombea au? Asante. Wewe baki dakika ngapi? Asante. Sasa kwanza, kwa neema ya Mwenyezi Mungu, ile somo kwa wakati wake, na tukitambua ile somo hatutakuwa tunalalamika sana kama watu wa Mungu. Mara nyingi ninapokuwa naojiwa
Na wao wanawaambia neno moja kwamba msitegemee kuipata haki duniani. Kwa watawala ambao tunawaweka sisi. Utaka kujua tu kuipata haki, jipime wewe. Je, wewe ni mwenye haki? Unaitoa hiyo haki kwa jamii? Kama uwezi, na maana siku tukikupandisha pale kwa kura, utaitoa hiyo haki. Kwa hiyo haki haiwezi patikana kwa sababu wanadamu si wenye haki. Kwa hiyo kanisa la Mungu leo pia tumeingia katika mlongo huo. Tunaweza kulaumu Waisraeli. Ukiangalia Waisraeli walidumu kuanzia kuwa seokrasia wakati wa mtu mmoja anaitwa Musa mpaka kwa Samueli. Hapo ndio Israeli kwa inaongozwa na Mungu moja kwa moja. Mungu kwa ameweka wazee wa makabila 12, ameweka wale makuhani 24 pamoja na kuhani mkuu pamoja na wale Walawi walikuwa wanahudumu kazi ile, na waamuzi ambao walikuwa wanawapigania pale maadui watapokuwa wanakuja. Kwa mfano tu walipokuwa wanashinda maadui, kulikuwa kuna haja ya kuwa na mambo mengi sana, lakini mwamuzi pia alikuwa anainuka muda mwingine kwa sababu ya nini? Wakikuwa wamemwasi nani? Mungu. Lakini Mungu aliweka wale waamuzi wakawaamua kwa miaka kipindi fulani. Sasa Israeli ilikuwa inaishi vizuri kama ulivyosema, kodi hakuna. Sasa sitaki nizame sana kule ndani, lakini Israeli kuchukua mfalme ni uasi, ni kumkataa nani? Mungu. Sasa kitu ambacho Kristo amekirejesha leo na hakipo katika ulimwengu wote kwenye kutokea, ingawa Vatican wanadai wana utawala wa theocracy. Nikisema theocracy, neno theo, neno la Kigiriki theo ni Mungu, krasi ni utawala. Kwa hiyo utawala wa Mungu umerudi kupitia kanisa, na Mungu na Kristo wakitawala ndani ya kanisa la Mungu. Kwa sisi kanisa la Mungu lina nani? Mfalme. Kanisa la Mungu leo, Mungu ametoa kalama, huduma, mtume, nabii, mwinjilisti, mwalimu, mchungaji. Hao ndio nikasema ndio waamuzi wa nini? Wa siku wa leo, kwa kalama za Mungu. Na kwa njia hiyo ukiona leo kama sisi tumeweka mkuu wa kanisa, mkuu wa nini? Kanisa, ama archbishop, tumekwisha. Maana Yesu katika kitabu kile cha Ufunuo sura ya 2 sema na yachukia matendo ya Wanikolai na Wabaramu. Wanikolai Nicolaitas, yani maana yake niko anayetawala watu. Walipiga tu si sheria tu ya Mungu, sema pia walitaka kuweka watu wanaotawala. Kwa kazi ya Mungu haitawaliwi. Kazi ya Mungu inatawaliwa kwa sheria nani? Ya Mungu au neno lake, na Kristo akiwa mtawala. Hiyo ndio theocracy. Tunaanza nani? Kristo. Kwanza Mungu, kisha Kristo, kisha mwanaume. Kwa ukiona kanisa ambalo ndani yake linatawaliwa na wanawake, ujue si utawala wa nani? Wa Mungu. Sasa hiyo nisiingie huko kidogo. Sasa picha, sisi tunapaswa kujilinda. Inawezekana tukarudia enzi ya Sauli. Maandiko yanasema kwamba nchi ulia wakati mtumwa amepata nini? Ufalme. Hilo ndiko simalifahamu. Ndio. Misari. Kwa sisi ni watumwa wa dhambi. Nchi lazima dunia ilie kwa sababu mtumwa anatawala dunia. Mtumwa wa dhambi haiwezi kuwa na amani. Na hili jambo tuwaambie watu popote pale tunapoenda kuhubiri habari njema. Tunapoutangaza ufalme wa haki. Kwa leo watu wanaanza kupata haki na matunda mema kwa njia ya kanisa la Mungu. Kwa njia ya kanisa. Hebu nani nisimeandikwa haya? Kitabu kile cha Waefeso 3:9 nisomee tu, andikwa hilo. Ile somo limenibariki. Kwa hiyo leo usitegemee tutaweka mzambi tupate kitu. Hata kama kanisa la Mungu hapa tutahojiana, tutazungumza, yani tunapitisha lile jambo ambalo Mungu amelizia. Bwana asifiwe. Nisomee hilo andiko. Waefeso 3:9. Inasemaje? Na kuangaza watu wote wajue habari za madaraka ya siri hiyo ambayo tangu zamani zote ilisitirika katika Mungu aliyeviumba vitu vyote. 10. Ili sasa kwa njia ya kanisa, ila kwa njia nini? Ya kanisa, hekima ya Mungu iliyo namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Asante. Kwa maana leo kwa njia nini? Ya kanisa. Mungu anatawala kwa njia ya kanisa. Lakini leo ukiangalia Wakristo wengi tunaangalia Israeli kwamba Mungu anataka yake ufalme na wale Wayahudi. Lakini umesema kwa njia ya kanisa Mungu anataka kuleta watu katika theokrasia yake. Mwisho ambao nitamalizia hapo. Ukisoma ile kitabu cha Ezekiel 21 mstari wa 26 na 27, Mungu anatabiri kupitia Ezekiel kwamba atakiondoa kilemba cha ufalme wa Daudi mpaka atapokuja yule mwenye haki atampa. Lakini kabla hajampa mwenye haki,
kile kilemba cha ufalme atawapa mataifa. Kwa maana baada ya utawala wa Daudi kuanguka kupitia Sedekia, aliinuka nani? Nebukadreza. Kwa Nebukadreza ni mwendelezo wa ule ufalme wa Daudi. Watu hawajajua kitu. Baada ya Nebukadreza, na Mungu akamwambia, mimi nimekupa ufalme. Sasa na mimi nimekupa ufalme. Huyo Mungu aliyompa ufalme Daudi, aliyempa ufalme Sauli, ndio anamwambia Nebukadreza, ukisoma 27 kitabu cha Yeremia au Ezekia, kwamba nimempa Ezekieli na Nebukadreza falme zote na wanyama wa nini? Wa angani waweze kumtii. Yeremia 27. Na mtu yote asipomtii nani? Nebukadreza, Mungu atapambana taifa lile. Baada ya Nebukadreza alipojiona kwamba yeye ni mfalme wa milele, Mungu akampa sanamu. Baada yake atakuja ufalme mwingine mpaka Roma, mpaka dunia inayogawanyika katika chuma na nini na udongo ambao tuko leo. Sasa baada ya ule ufalme, sasa Mungu anampa mwanawe nini? Ufalme. Kwa hiyo huu ufalme zote Roman Empire ni falme ambao Mungu ameziweka. Ndio maana sasa hii mamlaka si mamlaka ya Tanzania, mamlaka ya Roma. Lakini Roma ikienda kinyume cha Mungu, sawa kwa kulazimisha watu waabudu vinginevyo, mbona kumtii Mungu kuliko nani? Wanadamu. Kwa hiyo Roma ndio Mungu amepo tawala. Mta leo tukipohubiri habari njema, tuwaambie watu kabisa, mtu yoyote anayepambana na Roma kwa wakati huu, iwe Tanzania, iwe Iran, sawa itaangamia. Hata Iran inaenda kuangamia sababu Mungu ameipa Roma ufalme. Na ameipa Roma ufalme watu tujue machungu ambao Roma inatutawala leo, ili watu waambie nani? Mungu. Ila kanisa la Mungu tupo katikati ulimwenguni kwa lengo moja, utangazo ufalme nani? Wa Mungu, na kuonyesha kwamba dunia iko chini ya Roma. Lakini baada ya Roma unasimama ufalme nani? Wa Mungu, ambao hautagaiwa tena mwanadamu, bali Mungu mwenyewe kupitia mwanawe atatawala milele na milele. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Ni mambo mengi sana, Mungu atusaidie. Sasa ndugu zangu, asante kwanza kwa hili somo. Pia nataka niongezee jambo hapo, kuna jambo la kujifunza. Hawa wenzetu Wayahudi jinsi walivyoweza kumkataa Yesu, pia hata kinakurudisha kisa kwamba ni dhambi ile ambao waliifanya baba zao kwa kujitakia mfalme wao kwa akili zao. Kwa ndivyo walivyojiweka hivyo dhambi litembea mpaka hata Yesu alipokuja hawakutegemea vile akili yao ilivyowatuma. Kwa ni ile dhambi walipokataa Mungu kwa kutumia Samueli na kutaka wafalme pale, ndivyo ambavyo kisa kinafika hata mwishoni kule, na wakaanza kumkataa Kristo kwamba Bwana wewe sio wewe Bwana, sisi tunataka wa namna fulani. Kwa kuna namna tayari washajichongea kichwani kulingana na wazee wao jinsi ambavyo walikuwa wanaamini. Kwa ni yale mapokeo tu na mambo ya kuamini kama ilivyokuwa huko. Na kingine nikiziangalia hizi nabii, mfano ukisoma hii unabii huu wa Mika 5:2 inasema, bali wewe Bethlehemu Efrata uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Kwa sababu hiyo atawatoa hata wakati wa kuzaa kwake aliye na utungu, ndipo mabaki ya ndugu zake watarudi wana wa Israeli, naye atasimama na kulisha kundi lake kwa nguvu za Bwana, kwa enzi ya jina la Bwana Mungu wake. Nao watakaa maana sasa atakuwa mkuu hata miisho ya dunia. Kwa kisoma hiyo wao wanatafuta ni ile kwa mapenzi yao ya kidunia, kama wanavyowaza kuwa ni mfalme atakuwa kidunia. Inaendelea 5, na mtu huyo atakuwa amani yetu wakati wa shuru, atakapoingia katika nchi yetu na kuyakanyaga majumba yetu. Hapa mtaondokesha wachungaji 7 juu yake na wakuu 4. Unaendelea, nao wataharibu nchi ya Ashuru kwa upanga na nchi ya Nimrodi kwa malango yake yote. Sasa haya mimi nikisoma vile vile naweza kujifunza jambo kwamba tukitaka kupata msingi wa unabii au wa neno la Mungu, turudi kwanza mwanzo huko ilikuwa vipi. Kwa hiyo hawa wangeelewa kwamba kule kuwa na wafalme ilikuwa ni mpango wa Mungu, kuwa na wafalme namna vile ni wao waliomba na walingangania. Ndio maana hata Yesu ashindwa kumtambua. Kwa hata sasa hivi tukija kwa ndugu zetu pia nao wanaotafuta, labda niseme mfano hapa kwenye mada ya vyakula, wanatafuta tu mapenzi ya sasa hivi, ile watatakiwa rudi mwanzo, waangalie mwanzo kwa nilikuwa vipi, Mungu alikuwa anataka nini, ikawaje mpaka akang'ang'ania akatoa. Kwa hata huko mbele usitegemee Mungu atakuja kuruhusu, ni Mungu vile vile bado atakataa, na hata akija maandiko ya Mungu atakataa kama Wayahudi walivyo kumkataa Yesu, kwa sababu tayari unang'ang'ania mapokeo waliong'ang'ania wazee wao. Unaona? Na jambo jingine la mwisho ni kwamba hivi Mungu alivyokuwa anatoa nabii wake
mambo mengi kama hayo. Umeona hii Mika 5:2 ni mambo yanayochanganya, kwa sababu ukisoma hii yote, kuna mtu siku nilikuwa na debate naye anasema aliyotabiriwa hapa sio Yesu, na sababu ziko huko chini kwamba anatakiwa awapige si wa Ashuru akaitawale nchi ya nani Nimrod. Sasa mimi nimejifunza jambo moja kwa unabii wa Mungu kwamba hivi Mungu huwa anaficha siri zake za kiunabii, anaziachia wazi, anazificha, na kwa makusudi hata wale watu waovu waweze kusoma na asielewe. Hivi mfano kama ukiangalia kitabu cha Ufunuo wa Yohana hiyo 17, huyu mama makahaba ameweza kukaa na hicho kitabu yeye na hajafanya chochote, kwa sababu anaamini akimlengi yeye na kimefichika kwake, ila kilipotoka tu nje na wakaona kumbe yale mambo yanamlenga yeye. Kwa hiyo ni Mungu anaweka sana siri, kwa hata hili litufundisha hata sisi kuwa ni watu wa siri sana katika mipango yetu pia, na itafanikiwa vile vile. Basi dakika ngapi zimebaki? Andrew anakwambia zikibaki 2 sio muda wa kuchangia. Tuombe Biabato utulie hivyo hivyo, sio muda wa kuchangia. Nitaka nimweke pembeni. Haya, kwa idhini ya mwenyekiti. Asante. Unyenyekezo jamani. Nimejifunza kitu kimoja kwamba ufalme wa Mungu huwa hausafiri kwa damu. Samueli aliona watoto wake ndo wanafaa kuwa makuhani, lakini wakaferi. Na ukija kuangalia Daudi naye, Sulemani naye akazani mwanae ndiye anafaa, lakini kumbe akaferi. Ukiangalia katika nyakati zile za waamuzi, utaona kwamba Mungu alikuwa anamnyanyua mwamuzi mwenyewe, anatoa huku, anachukua huku, anachukua huku. Kwa Mungu anatuchagua, ila halisishi kwa damu. Kwa hiyo hata sisi kwenye hili kanisa tusije tukafeli, tutazaa watoto ndio, lakini tusije tukafika mahali tukasema mtoto wa fulani ndio awe mzee wa kanisa. Mtoto wa fulani ndio, Mungu mwenyewe anaweza akaleta mtu kutoka huko alikuwa anafuta bangi akaja hapa, ndio Mungu akaona anafaa awe mzee wa kanisa. Asante. Mungu akubariki sana. Pointi ya msingi sana hiyo. Haya. Asante Baba wa mbinguni, asante kwa neno lako, maana ni wakati huu ambapo tunapaswa kujua ufalme wako na mapenzi yako, mambo ambayo tunapaswa kufanya. Tunakushukuru kwa neno lako, tunakuomba Bwana tuzidi kulitafakari neno lako na ukazidi kutufunulia na ukawafunulia watumishi wako wazidi kufunuliwa zaidi na zaidi ili waweze kutulisha neno lako. Tunaomba bariki kila mmoja tunapoomba mchana huu Baba, ukatazame shida ya kila mmoja, adha na masumbuko yake ambayo ni tanzi kwake, pengine anapozuia watu wako kuwa karibu nawe. Tazama, kuna ambao hawajafika mahali hapa kwa sababu pengine wanaumwa au shida na dhiki mbalimbali. Baba, ukawakumbuke, nyosha mkono wako sio kupunguka neema juu yao, ukawabariki na ukawaponye vidonda vyao na ukawatimizie haja ya moyo wao ambao upo ndani ya neno lako. Bariki kila mmoja mahali hapa, ukanene na kila mmoja kwa kadri anavyoomba moyoni mwake, ukamfungue na ukazidi kututafakarisha ili tuweze kukaribia kwa ajili ya uzima. Tunakushukuru pia kwa ajili ya chakula cha mchana, ukatutia nguvu kupitia chakula hicho ili tuweze kulitafakari neno lako, maana tunaamini umekibariki. Ni kwa jina la Yesu Kristo, amina. Amen.